Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, Jena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Haizekani. Kwa hiyo na hata wenyewe unajua kwamba uwezi kikao cha maamuzi akafanya mtu mmoja. Hata kwenye mkutano, kwenye kikao, hata kwenye kamati inapitishwa, kuna muda demokrasia inapitishwa. Kwa hiyo kama bodi wanataka ivunjwe ya ligi ile isiwepo, lazima iandaliwe kikao cha viongozi wa timu zote, na kuna wajumbe kikanuni wanakuwa pale ambao kila club wana viongozi wanakuwa pale 16 wote watapiga kura. Hatuna imani na bodi ya ligi. Ikizidi kura kwenye 16 pale wanachama wale, ikawa labda kura 10, basi naweza kavunjwa. Lakini sio timu moja tu, kiongozi mmoja. Sababu pale kwenye viongozi wote ni timu moja tu pale. Hata kipiga kura inakuwa ni ngumu. Kwa ni kitu ambacho kiko wazi na kinaonekana. Kwa nafikiri ni kitu ambacho ni vitu ambavyo vipo, vishakotokea huko nyuma. Hata miaka nyuma huko Simba alikuwa kuna muda alikuwa anasema wana imani na uongozi wa ligi, lakini wakana wanacheza. Kwa nafikiri kitu ambacho vitu kama hivi ni kukaa pamoja mnaridhiana na yanapita. Mimi nakumbuka wakati mechi inahairishwa ya Simba na Yanga mwaka 2021. Hizi hatuna imani zilikuwepo sana hizi. Na hata kwamba hatuchezi ilikuwepo sana hiyo. Lakini baadaye walikaa kikao kama hivi ambao walikaa na mechi ikachezwa. Kwa hata mimi na imani hii itachezwa tu. Na hata hii bodi itakuwepo. Na maana yake ni bodi ambayo imekaa muda mrefu na ni bodi ambayo mpaka sasa hivi imeenda vizuri katika mwenendo huo. Kwa hiyo ni mechi moja tu ambayo nafikiri ni hivi vilabu tu Simba na Yanga ndio vitakuwa kama kucha yake na vitu vinginevyo. Sababu akisema una imani vipi kwa vilabu vingine vile ambao vipo katika ligi hii? Umewasikia wanasema kitu gani? Kwa nafikiri ni kitu ambacho ukubwa tu wa hivi vilabu, ndio maana kuna muda wanasema hivi vilabu vile vya Simba na Yanga vitakuwa juu ya sheria. Kwa ni kitu ambacho mimi naona ni busara tu ambayo inabidi tumika pale. Nafikiri watazungumza na kujadili. Nafikiri kila kitu inabidi ifuatwe kanuni. Na changamoto kubwa hivi vilabu swala zima la kufuata kanuni ndio changamoto inaanzia pale. Mimi mwenyewe natamani sana hizi kanuni zifuatwe. Huyu kafanya makosa adhibiwe. Kila mmoja atamani hiyo kanuni ifuatwe. Lakini wanafuatwa? Toka enzi na enzi imekuwa ni hivi. Kwa hiyo ni shida ambayo nafikiri labda atokea kiongozi ambaye atakuwa shupavu afuate kanuni, ambao si kwa kipindi hiki, labda kwa maana yake washafanya mazoea huko nyuma, imetokea sana. Kwa hiyo ni issue ambayo ipo. Nafikiri lakini kwa baadaye tunavyozi kwenda kule kuna vitu vitabadilika tu baadaye. Sasa hivi mashabiki na wanachama wa Young Africans wameenda mbali zaidi. Kuna baadhi ya wanachama wameipeleka kesi mahakamani. Taarifa inasemekana kuhusiana na bodi ya ligi pamoja na TFF. Na hivi sasa imetoka kwa bodi ya ligi imehamia mpaka kwa TFF chini ya Rais Wallace Karia. Wanahisi huenda anaihujumu Young Africans kwenye nyakati tofauti. Wito wako sasa ni upi kama mchambuzi wa soka Simba Ulanga kwa mashabiki na wanachama wa Young Africans kuhusiana na sakata hili? Umesema wanachama wameenda kupeleka kesi mahakamani. Mahakamani. Sio mahakama za kimichezo, mahakama za kiserikali kuweza kushtaki, kudai madai yao ya gharama ambazo wamezipoteza kwenye maandalizi ya mechi ya dabi. Mimi kwangu kitu ambacho ninachoamini kwa hao wanachama wana viongozi wa juu ambao ni Engineer Said, si ndio? Lakini wana makamu wake Arafati Haji, wajumbe kamati tendaji kina Ngai wale wako pale, mtendaji CEO Andre Mtine yuko pale, na wale ndio mara nyingi wamekuwa na sauti kubwa ambayo wakizungumza basi wanachama kidogo wanafuata. Na ndio maana ukiangalia hakuna kiongozi wote Yanga ambaye ameenda kushtaki si wapi serikalini na vitu vinginevyo. Umekaa kimya. Inawezekana mara baada ya kikao ambacho kitafanyika leo cha waziri baadaye tukaona hizi rapsha zinapotea. Maana wale kiongea kwa niaba ya uongozi na hao wote wanakuwa na poa. Maana hii pressure inakuja kubwa kutokana na viongozi wajue ongea chochote. Kwa hiyo wa kuwatuliza ni hao viongozi wa juu. Na ndio maana wale wizara wameita viongozi wa juu wote waje pale. Kwa hakisha kubaliana hao watatoka public front kuja kuzungumza bwana chama tukaeni, tutulie, mambo yataenda. Kwa nafikiri hii inaweza kaenda smoothly na ikaenda vizuri
na isiende zaidi kama ambavyo imeenda, ambao wanataka iende. Maana kama ikienda zaidi kumbeleni huko inaweza kuwa na athari kubwa tu, sio kwetu sisi, kwa ligi yote. Maana ukisema usishe mambo ya kwenda serikalini sio nini, wenyewe Yanga wanajua wataathirika. Yanga wenyewe ligi yetu, kila mtu ataathirika. Kwa nafikiri ni jambo ambalo ni lipo, lakini nafikiri kwa weledi wa uongozi wa Yanga ambao sasa hivi wapo kwenye uongozi, nafikiri kitu kitakuwa sawa na mambo yataenda. Ndio maana nafikiri hata waziri ameenda kukaa na hawa pande zote hizi 4. Pande 4 maana yake amekaa na pande atakaa na pande ya Simba, atakaa na pande ya Yanga, bodi ya ligi, pande ya 4 itakuwa TFF wenyewe. Kwa nafikiri kitu kitaenda sawa. Lakini kwa namna ambayo tukiangalia hii sakata, Young Africans wao wanahitaji zaidi kuweza kufuata kanuni na miongozo na hawataki busara, wanasema hivi sasa. Lakini kama namna ambavyo lilivyo, busara ndio ambayo itakwenda kuweza kutumika ili kuweza kuamua kama mchezo utakwenda kuweza kuchezwa tena. Sasa hii kama kuna mkanganyiko kwamba Yanga hawataki busara, lakini unaona kama bodi ya ligi pamoja na wadau mbalimbali wa soka wanatamani busara itumike. Je, busara ina afya kwenye soka letu ama zifuatwe kanuni? Kama Young Africans haitaki kucheza mchezo, tarehe ipangwe, wasipotokea uwanjani wanyoe, si ndio kanuni ilivyo? Unajua hizi watu wanazungumza kanuni, lakini hizi timu mbili hizi ndio wa kwanza kuharibu kanuni. Yaani wanaongea kanuni, lakini hao ndio timu mbili zinaharibu kanuni. Kwa mfano ukiangalia kwa mfano mechi ya hii mechi iliyopita ya Simba na Yanga ambayo haijafanyika. Tuliona kwamba Simba alikuwa anafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Kwenye ripoti ya bodi ya ligi kwamba inasemekana kwamba kutoa taarifa kwa anakwenda Amboni, meneja alikuwa hajapata hiyo taarifa, ndio? Ndio. Ushanifahamu Na ikawa ngumu kufanya mazoezi hadi baadaye kawa vurugu za hapa na pale, kaingilia makomando Yanga kwenda kuzuia pale. Umeelewa? Ukiangalia katika ile sakata, wale makomando ambao wanasadikika ni wa Yanga pale walikuwa wanafanya nini? Wanalinda uwanja. Umeelewa? Kwa kuna shida eneo moja. Lakini eneo la pili, ile mechi kabla ya mechi saa 11, kabla mechi saa 1, mechi wenye mamlaka ya soka waliahirisha, si ndio? Na taarifa kapewa watu wote wale, kuanzia kamisa wa mchezo, marefali, ndio maana wakwenda pale mpaka meneja wa uwanja. Lakini Yanga salienda pale, na kaingia, alifunguliwa na nani? Na mechi hamna. Walinzi wa uwanja ambaye kiongozi wao nani pale? Meneja wa uwanja. Taarifa alipewa kwamba mechi hakuna. Kwa ndio maana akasema tukienda chipa sana hizi timu zote za Simba na Yanga, hao ndio kwa vunjifu wa hizo kanuni. Sio, unaelewa? Ndio maana akasema kuna muda sasa hizi timu mbili kama zinaenda kufanya mchezo wa soka, though kwa sababu ya ukubwa wao wana makucha, lakini hao wawili ndio wamekuwa ndio source ya mambo yote ya kuvunja kanuni na vitu vinginevyo. Ukifuata historia background ya timu mpaka sasa hivi haisakata, kuna vitu vingi vimevunja kanuni wenyewe kwa wenyewe. Simba kavunja kanuni, Yanga kavunja kanuni. Kwenye hii sakata ambayo lipo sasa hivi, ukisema sawa kupiga mmoja baada ya nyingine, ndio maana anakupa kidogo tip moja baada ya nyingine. Unaona Simba kavunja kanuni, Yanga yenyewe kavunja. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kuna shida katika hizi timu mbili. Kwa hiyo nafikiri kuna muda sakae wakubaliane mechi ichezwe. Watu wana hamu ya kucheza, kuona mechi inachezwa. Na funzo gani sasa Simba Ulanga ambao tumelipata kwa hili sakata ambalo hata kama mechi itachezwa, basi kama wadau wa soka tutakwenda kuweza kupata kitu kwa maendeleo ya mpira wetu? Funzo nafikiri kwa upande wa uongozi wa TFF, bodi ya ligi, kidogo wawe wakali kidogo. Hii kuvidekeza hivi timu ndo shida yote ambayo inakuja hivi. Madeko. Unajua hizi timu mbili kama zinakuwa na madeko. Ndio maana hata wengine hawa wanakuwa wanajisikia vibaya. Yaani kama ukiwa mzazi afu unadekeza hizi timu mbili, wanajisikia vibaya. Ndio maana kuna muda mara baada ya mechi kushindwa kufanyika, ulisikia kauli ya msemaji wa Singida. Akaambia nyinyi Yanga msilalamike wala Simba msilalamike. Mshaanza kudekezwa. Ndio tumefikia hapa. Kwa hiyo mkae kimya tu. Sio, umeelewa? Kwa nafikiri wafuate taratibu na kanuni zipo wazi. Anakosea nyinyi alama, hiyo ni hivyo. Haya madeko bidi yapungue na viongozi wafuate sheria wao wakali kidogo. Hicho tu.
Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.